Kwa hivyo istilidhadhu ta'at, halawatul iman ni kuzipatia ladha taa, wa tahammulul mashaq fi ridha Allahi azza wa jalla, na kuzivumilia tabu. Wa tahammulu almashaq, na kuzivumilia tabu na dhiki, fi ridha Allah azza wa jalla, katika kumridhisha Allah azza wa jalla. Hiyo ndio maana yake. Halawatul iman ni kuzipatia ladha taa, unahisi ladha katika taa, na wakati huo huo una uwezo mkubwa wa kuvumilia dhiki katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu ni jambo la dini. Hata kama unataabika, unakuwa una uwezo mkubwa wa kuvumilia. Kipindi cha baridi kama hiki, uamke na baridi kali fajr, uingie maji uyaoge, na wengine hata haya maji ya moto hawana kwa sababu ya miundombinu na hali, ukatawadha ukatoka mguu mosi na kiwinta hichi kuja msikitini. Kwa nadhani ni jambo jepesi, ni dhiki unaivumilia kwa ajili ya Allah. Na ndio maana waislamu wengi hawawezi, si wakati wa baridi wala wakati wa joto. Ikiwa wakati wa joto hawaamki na wamelala na mafeni, usingizi wenyewe wa dhiki, anakatika jasho, mwaga jasho, lakini anasikia adhana hatoki, ng'ang'ana hivyo hivyo na feni lake. Atatoka wakati wa baridi? Hakuna. Sasa haya ni mambo ya kiimani. Ukiona mtu huo ndio utaratibu wake, hapati ladha katika taa wala havumilii zile tabu katika mambo ya kidini kwa ajili ya kumridhisha Allah, huyo bado sana. Na katika mifano ya karibu, chukulia mfano wa hii salatul fajri. Hii ni ibtila, mtihani mzito, na ndio maana swala hizi zilikuwa nzito kwa wanafiki. Athqalu salah ala almunafiqin, swala nzito kwa wanafiki. Ilikuwa hawaswali, na kama wataswali kwa kuoteotea, salatul isha wa salatul fajr, swala ya isha na swala ya alfajiri. Na wewe swala hizi ziangalie, ukizifanyia mchezo unazikosa. Ukisema uswali magharibi ujipeleke nyumbani kuingia huku, isha itapita, utakumbuka isha usiku huko. Watu wengi wenye kufanikiwa ni wale wamejiwekea maamuzi, sitoenda nyumbani mpaka ni swali isha. Waumini, kwa sababu wanajua sheitani yupo sana kwenye swala hii. Na swala ya alfajiri, wako watu wanazeeka sasa katika sunna, toka wamekuwa vijana ni watu wa sunna, wanazeeka, hawana historia ya kuswali alfajiri msikitini kwa jamaa. Ukimuona msikitini fajiri kuna tukio, kama tunavyoambianaga, labda kuna safari au kuna kikao au katokea safari kapitia imemkuta hapo alfajiri, au anamsafirisha mgeni na kumpokea mgeni, lakini si utaratibu wake wa kuswali alfajiri kwa jamaa. Watu wanazeeka katika jambo hilo.